Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 kuanzia mstari wa 3 tukishuka hapo. Kitabu ni Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 3. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Utakaswa kwenu. Mwepukane na uasherati. Kila mmoja wenu ajue uweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Si katika hali ya tamaa mbaya. Kama mataifa asiyomjua Mungu. Mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili. Kwa sababu Bwana ndiye alipizaye kisasi cha haya yote. Kama tulivyowaambia kwanza, mkashuhudia sana. Maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Nani? Basi yeye hakatai mwanadamu bali Mungu. Basi yeye anayekataa hakatai mwanadamu bali Mungu. Anayewapa ninyi Roho wake Mtakatifu. Katika habari ya upendano hamna haja niwaandikie. Maana ninyi wenyewe mmefundishwa na Mungu kupendana. Amina. Mpigie Bwana Yesu Kristo makofi. Bali ya leo neno jema ambayo tupakapate kujua mapenzi ya Mungu ni gani katika dunia ambayo tumetiwa ama tumekirimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Katika kuishi kwetu Mungu hakutuleta tu tukae jinsi tulivyo, bali alituleta na lengo lake. Na jinsi alivyotuleta katika lengo lake, kuna jambo ama kuna mambo ambayo imetupasa kufanya kwa ajili ya kumfurahisha nani? Yeye, Mungu mwenye enzi. Pige Bwana Yesu Kristo makofi. So, ndugu zangu, kuna mapenzi ya Mungu ambayo imetupasa kufanya tukiwa chini ya jua. Si katika hali ya kuchangamana na watu kama tusivyojielewa, si katika hali ya kuchangamana katika hali ya kukaa kama mataifa, na hali sisi ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye mapenzi ya Mungu ni mengi ambayo ametuahidia ama ambayo anataka tuyatende tukiwa chini ya jua. Mojawapo ya mapenzi ya Mungu katika Mathayo, usisome msomaji, katika Mathayo 22 mstari wa 37 inasema, kamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Mathayo 22 mstari wa 37. Mapenzi ya Mungu ambaye ametupatia kwa chini ya jua, ametuambia tumpende Bwana Mungu wetu kwa mioyo yetu yote na kwa roho zote, roho yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Wala usitegemee akili zako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukimpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, inamaanisha moyo wako hautakuwa na lolote lilo baya. Moyo wako hautakuwa na chochote kichafu ambacho cha kumtukiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Chochote ambacho kitakuwa cha kumchukiza Mungu, ukimpenda Mungu hakitakuwa ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Moyo wako kumpenda Mungu katika huduma yako ambayo ulionayo inakuwa ni uheri na salama, inakuwa katika utakatifu na ukamilifu kila saa na kila wakati. Moyo wako ukimpenda Mungu, hata ukiwa ni nyumbani au ukiwa ni shuleni au ukiwa ni barabarani, moyo wako ukimpenda Mungu utakuwa kila siku unatafakari mapenzi yake, unatafakari neno lake, utakuwa wewe ni mwimbaji ukitembea, utakuwa ni mhubiri, maana katika kumpenda Mungu atazidi kuachilia mafunuo na mahubiri ndani yako kila saa na kila wakati. Haleluya. Na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. So katika akili zetu zote tulizopewa chini ya jua, imetupasa kuanza ama kutenda mapenzi ya Mungu peke yake. Usiwaze katika hali ya kutafuta na kutamani mambo ya dunia kama jinsi mataifa wanapotamani. Itakuwa tunakosea. Tusio watu wa kuona magari, wa kuona nyumba, tukasahau ya kuwa iko neno ambayo iko jambo ambaye Mungu ametuweka chini ya jua tukapate kulitenda. Nayo ni kumpenda yeye peke yake. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Ndio maana katika hiyo kitabu cha Thesalonike 4 kuanzia mstari wa 3 nasema, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewa katika wote ambao watoto wamesoma wanajua uasherati ni nini, lakini uasherati ambao unaongelewa si ule uasherati wa kwenda mwanzo uko wa kwenda kufanya katika mwili, na uko pia uasherati wa rohoni. Umekaa katika jinsi gani? Ikiwa tunasema kuwa Mungu anatupenda, imetupasa kujiepusha na uchafu huo wote wa mwili na wa roho. Uasherati wa mwili na wa roho imetupasa kuepukana nao kila saa na kila wakati katika maisha yetu ya kutakaswa na utakatifu wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rose, uasherati ni communication. Usiingie kwa kusoma na kwa Kiswahili. Rose, uasherati ni kwa haraka tusonga. Roho usinipanga, nimefundisha sana kwa vijana. Tofauti nimefundisha sana. Roho uasherati nini? Nena tu ama define hiyo yenyewe unaelewa. Haleluya. Nimefundisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeeleza uasherati nini? Kwa sauti yako tu. Ama hujasikia na mtu gani? Nafikiri anafahamu. Eleze. Najua kuna Yesu, nieleze. Uasherati Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uasherati ni kijana kuingia katika mapenzi. Unajisikia mtu gani? Nasema hivi. Kwani unamwona haya Kristo? Alafu tumepewa roho ya ujasiri, si roho ya uoga. Bwana Yesu asifiwe. Katika kukamilika kwetu imetupasa kuepukana na uasherati. Uasherati huu ambao unazungumziwa na rohoni, je, unaona nini katika macho yako? Katika TV yako ambayo umeweka mbele ya nyumba yako, iko na jambo gani? Zile nyimbo ambazo zinachezwa, je, hazikuingizi katika uasherati pasipo kujijua? Unasikia nini? Unazingia kwa uasherati pasipo kuingia physically kwa mwili. Katika roho unazingia. Bwana Yesu asifiwe. Ni kijana unaangalia ni wanamuziki wa kimataifa wakicheza, wananengua viuno. Utaingia na tamaa ya uasherati, uanze kutamani. Utakuwa hauko katika laini ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni sisi ambao niseme ni wazee. Leo hii unaangalia nyimbo ambazo za kimataifa, utaingizwa katika uasherati, unaanza kutamani. Hata kizidi utaanza kuona unazini ama unaanza kuzini na mke wako rohoni, imepasa kukalana katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote haikuji bure, bali kuna chanzo ambacho ulikiamsha mwenyewe. Kile ambacho uliona kiliingia rohoni, shaka katika nguvu na kikakua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Kuepukana na uasherati. Kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Ni mimi na wewe tujue jinsi ya kuweza mwili yetu. Ikiwa kuna jambo ambalo naona kila siku linanikosesha mimi na Mungu wangu katika ile mapenzi ambayo ameniwekea chini ya jua, ikiwa kama ni kwa Facebook ama ikiwa kama ni kwa YouTube, ikiwa kuna hali ambazo nikipitia naletwa mbele, vuka haraka, tafuta kile ambacho umeenda kutafuta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe kama umeingia katika WhatsApp ama Facebook, yote ambayo yamewekwa, kila jambo unataka kuangalia, la wazizi, la washerati, la ushoga, yote unataka. Hapana. Ikiwa umeingia pale, umeingia, fuata lile lako ambalo lina mapenzi ambalo litakufanya usikosane na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Uingie katika TikTok, ingia, lakini tafuta nini? Hilo neno. Tafuta ni mtumishi, tafuta ni uimbaji ambao ndio kumtukuza Mungu, ili usipate kuingia katika uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wengine sasa wanajipa kusema naangalia tu lakini sitafanya. Je, nafsi yako hutaingiwa na tamaa kutamani ile? Maana mwili huu wa nyama ni mdhaifu. Mwili huu wa nyama ni mnyonge. Mwili huu wa nyama ndio unatufanya kufanya dhambi nyingi chini ya jua. Sasa jijue jinsi ya kuweza mwili wako,
Ikiwa unaona nikiangalia natamani, epukana nazo, kimbia. Ukiviona pitisha haraka, ama ikizidi hata pasipo ukifungua tu niyo TikTok, finya Google kile ambacho unataka, maana vingi viko vya kutuchafua, vingi viko ambavyo vimewekwa na hata Ibilisi yuko ndani katika YouTube, yuko ndani katika TikTok, yuko ndani katika TV zetu. Lakini je, umeambiwa kwetu uangalie na Mungu? Hapana. Angalia kile ambacho ni cha mpango, ili uepukane na huo ushirati, ili ukapate kuweza mwili wako. Naambiwa tumkimbie nani? Shetani. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Halikunenwa bure, bali ilinenwa likijulikana kuwa ndani ya maisha yetu, ndani ya mwili wetu Shetani kuna venye anaweza kutuweza. Sasa katika hali kusifikia hapo kuweza na Shetani, bali mkimbie Ibilisi Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Weza mwili wako katika ukamilifu wako, katika ule ukamilifu ambao Mungu atakuwezesha, ili uepukane na jambo hili moja la kumkosea Mungu, ili ukapate kutenda mapenzi yake katika kila wakati. Ukiwa umeketi fanya mapenzi ya Mungu, ikiwa unatembea fanya mapenzi ya Mungu. Haleluya. Amen. Kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika ukamilifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pigia Bwana Yesu tuzo makofi. Mataifa wanatamani katika hali ya mseme kama hata wanaingia katika mseme katika YouTube, anaingiza katika hali ya kunenua viungo ili apate points afanye nini? Alipwe. Mwili wake anauza. So sisi ambao ni Wakristo, kila ambacho kitatuingiza katika hizo sections za media, iwe ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Imba nyimbo zako, soma neno lako kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Hata katika hiyo ni YouTube, hata hiyo katika hiyo TikTok, fanyia Mungu kazi, usifanyie Shetani kazi. Pigia Yesu Kristo makofi. Bwana Yesu asifiwe. Maana tukikaa jinsi mataifa wanavyokaa, leo hii anakuambia ameangalia Ronaldo mpaka amelala saa 9. Na wewe pia unaangalia ni akina Messi mpaka hiyo masaa yote. Je, maombi utaomba saa ngapi? Ikiwa kama utakaa kama mataifa, mipira tunaangalia wasaa wote, ni movie tunaangalia kama tunavyosahau, utaomba saa ngapi? Utasoma neno saa ngapi? Maana tunajua ule ukweli ambao ni dhahiri. Wakati mtu anaingia katika kusoma neno, asipokesha vizuri, asipokaa vizuri, ataanza kusinzia. Lakini wakati anapoangalia ni movies za kimataifa za kinachana na nini, akiangalia hakuna usingizi. Tafakari hiyo, ni nini ambacho kikwako? Kwa nini hichi kikuu na kitakatifu kinifanye nisinzie, na hiki ambacho ni cha kunikeza katika shua la moto kinanifanya niwe macho? Basi pendua haya mambo, hata cha kimataifa kikusinzishe, cha utukufu wa Mungu ikifanye uwe imara, hata kama utaomba kuanzia jioni mpaka asubuhi. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So imetupasa kukesha sana, maana imetupasa kufanya mapenzi ya Mungu chini ya jua. Mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosea katika jambo hili, kwa sababu Bwana ndiye alipizaye kisasi cha haya yote, kama tulivyoambiwa kwanza. Tukashuhudia sana, maana Mungu hakutuitia uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi tulivyoitwa hatukuitiwa uchafu, bali tumeitiwa utakatifu. Tukae kwa utakatifu katika kuenenda kwetu, katika kuishi kwetu, katika maongeo yetu. Sisi tulio watakatifu, si watu wa kutukanana kama mataifa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Hata ni kijana mlio hapa, katika hali unaona ni kijana ambaye uko naye ana matusi mengi, epukana naye. Mwache akae jinsi alivyo, wewe mtafute Mungu wako, maana unalinda nafsi yako impendeze mwenye ambaye amekuita chini ya jua. Pigia Yesu Kristo makofi. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika vijana wengi wametekwa na Shetani, wakidhania huyu ni rafiki yangu wa damu. Nani alisema? Rafiki ambaye nimepasa kuwa rafiki wa damu ni Yesu Kristo, ambaye alimwaga damu yake kwa ajili yako. So katika kuishi kwako, marafiki wa dunia hii wengi watakukamata na mambo yao. Watakwambia twende nikanunulie lollipop. Hiyo lollipop ambayo utanunua, huenda utanunua hata hautaiombea, utakula. Utazamishwa ndani ya uchafu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo ni kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi yeye anayekataa akatai, maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. So kila siku, kila wakati imetupasa kuwa wakamilifu na watakatifu. Maana kila siku yeye ananena nasi.
Ni maono unaona, ni ndoto anakupatia, ni neno anakupatia. Je, ukiwa katika hali ya uchafu ama kuwaza yaliyo ya dunia hii, huyu Mungu atakunenia saa ngapi? Huyu Mungu atakuonyesha gani? Ikiwa utakuwa umeshinda katika hali ya kuangalia dunia ama kutamani dunia, hata ukilala usiku utaota haya dunia ya Mungu, utaota maana haya yako ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe tunaambiwa katika ndoto, katika masumbufu yako ya dunia hii pia unazapewa hayo. Lakini wakati umejiweka katika utakatifu, utapewa ni ndoto za utukufu wa Mungu, za kuinua neno lake, za kuongezea huduma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi yeye anayekataa hakatai mwanadamu, bali Mungu anayewapa ninyi Roho wake Mtakatifu. Kuhusu upendano, hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mmefundishwa na Mungu kupendana. Bwana Yesu asifiwe. So sisi katika kufanya mapenzi ya Mungu, amri iliyo kuu ni kupendana. Tupendane sisi kwanza tukiwa nyumbani. Ni baba ampende mama na ni baba ampende watoto wake. Ni mama ampende baba na mama apende watoto wake. Haleluya. Hakuna yaani kama kanisani ninazungumzia upendo na hadi kwa nyumba kuna makaa. Kwa nyumba nikifika kila mmoja anaingia mfunguni. Ni upendo gani? Si upendo. Haleluya. Katika ule upendo ambao tunazungumzia wa Mungu, watoto wote wakifika imepasa wafurahie wazazi wao. Ni mzazi pia afurahie ni watoto. Bwana Yesu asifiwe. Ni katika hali pia wazazi wanakaa katika hali ya kuonyana, ama ni mzazi anaonya mtoto. Haipasi mama anaonya mtoto baba anazima. Mama anaonya mtoto baba anazima. Hapana. Inapasa katika ile ndio ya upendo, kuonya ni wazazi wote na kupenda ni kupenda kwa ajili ya wazazi wote. Ili jina la Mungu lisifukane ndani ya nyumba zetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. So upendo ulio kamili ni sote tukapata kupendana jinsi Mungu ametuelekeza na ametufundisha. Katika kitabu cha mwisho hiyo ya Thessalonike mlango wa 5 tutasoma mwenyewe mstari wa 16. Anasema katika kufanya mapenzi ya Mungu imetupasa kufurahi siku zote. Ombeni, furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Msimzimishe roho. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe imetupasa kufurahi kila siku, kila wakati. Hata sema ni mtoto uko shuleni umekwazwa na mwalimu, umekwazwa na wenzako. Usichukue huko kukwazwa ukajijaza ndani ya moyo wako ukakosea kufanya ile mapenzi ya Mungu. Baada ya kukwazwa mwambie mwenzako asante. Hiyo asante utakuwa umemwekelea makaa, maana kashiwa huyu Aruni nimemkosea. Aruni nimemrudia kitabu chake, lakini ameniambia asante. Atataka kujua kwa Aruni anashiriki wapi. Utamkuta huyu mwenye ambaye amekosea aseme hiyo Jumapili inakuja, Aruni naomba unisamehe. Tutaenda pamoja na kanisani. Ni mapenzi ya Mungu umefanya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. So imetupasa kufanya nini? Kufurahi siku zote. Ni katika makazi zetu. Wewe utakwazwa na mwajiri wako. Furahi. Usiwe wa kubeba. Ama usiwe ndio umefungua mlango wa kwenda kuongea mwajiri wangu ukiwa njiani, ukiwa umefuta kazini, ufika kanisani bado ni mwajiri wako. Hapana. Furahi siku zote. Maana ukifurahi, baba yako mwenye mbaya amejua umeudhiwa, atashughulika na hilo jambo. Niwe mwajiri wako aidha anataka kukutatiza katika maisha. Mungu aliyema atamshughulikia katika hali ambayo amejipanga. Ataweza kutawanya. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa tufurahi siku zote. Tuombe bila kukoma. Maombi yetu sisi watakatifu wa Mungu hayana siku ya kuisha. Bali maombi yetu ni kila wakati na kila siku. Maana katika dunia hii haya ambayo tunafanya leo katika mwili, jua ya kuwa rohoni yako 100. Shetani anajua kuwa shetani kila wakati yeye amekesha katika mambo yake ya kufanya uharibifu. Amekesha katika hali ya kuudhi, amekesha katika hali ya kukamata wenye ambao hawaombi, amekesha katika hali ya kukamata wengi ambao wako katika kanisani, kuingiza mawazo machafu, kuwachafua fikra na akili zao. Sasa sisi pia ambao ni wa Mungu imetupasa kwenda zaidi yake. Ikiwa shetani anaingia maombi masaa 22, sisi imetupasa kuingia maombi masaa 24. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So ni kuomba bila kukoma. Kila wakati mahali unakaa ndani yako jifundishe kuomba. Omba Mungu. Maana katika kuomba kwako hakuna wazo mbaya ambalo litakuvamia. Katika kuomba kwako hakuna baya ambalo litakujia kabla yeye roho hajakufunulia kuwa mbele kuna jana.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amina. Tuombe bila kukoma na tufurahi kwa yote. Shukuruni kwa kila jambo, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Lakini leo wanadamu, nikifika kwa mauti nimegonga mlangoni, hilo sina kushukuru, bali wengi wanalalamikia Mungu. Je, imepasa kulalamikia haya maandiko ikiwa kama sasa sisi tuliokoka tuanza kulalamika kama mataifa? Na huyu Mungu utaweka wapi? Katika yote, yawe ni magumu, yawe ni mepesi, yawe yako vipi, imekupasa kushukuru Mungu. Katika kule kushukuru, jua utapandishwa hatua moja katika mambo ya rohoni. Hautakuwa wewe, maana katika kule kushukuru, wewe watakuona anza kukuuliza, je, Teresia, mbona hili limekufika na hujahuzunika? Utaambia Yesu Kristo anatosha. Watasema huyu Yesu Kristo anatosha kivipi? Na mimi katika kawaida jambo hili kilifika unikulia sana, nikuanza sana na kutenda sana. Lakini anasema Yesu Kristo anatosha. Huyu Yesu anakaa vipi? Bwana Yesu asifiwe. Katika hali ya kushukuru, katika hali ya kutenda mema, Yesu Kristo utainua jina lake na kutukuza. Sina mengi, Mungu amani awabariki. Wani unapo amani kama shwari